Amesema hayo akiwa jijini Arusha katika mbio za marathoni zilizoandaliwa na KKKT ili kusaidia wenye uhitaji, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 62 ya KKKT zilizoanzia katika viwanja vya Sheikh Amri Abedi na kuzunguka katika viunga vya jiji la Arusha. Amesema kuwa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania limekuwa mstari wa mbele katika kuhudumia wahitaji, wakiwemo watu wenye ulemavu. Na sisi kama kanisa la Kiinjili la Kilutheri tunashukuru Mungu sana kwa maono ambayo yametufikisha kukutana na walemavu wa aina nyingi ambao kwa kweli walisaulika, ikiwa ni pamoja na viziwi, walemavu wa viungo na pia magonjwa mbalimbali ya akili. Aidha, Askofu Dr. Malasusa ameeleza malengo ya KKKT kuandaa mbio hizo, huku akitaja idadi ya washiriki. Katika marathoni hii, lengo letu ni kwamba pamoja na mazoezi haya mazuri ya kutunza miili yetu, basi pia tufanye changizo ambalo kila aliyeshiriki unaowaona hapa wamechangia kwa ajili ya taasisi, hasa kwa ajili tiba mbalimbali kwa maana afya na pia kugusa hawa walemavu. Naomba tujipigie makofi. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka tunakuja katika marathoni hii, kwa hiyo unaweza ukaona waliojiandikisha ni 2,860. Hata hivyo kuna wengi baada ya kuona watu wanakimbia walijiunga nasi, na sisi tunawapongeza hao kwa sababu katika uinjilisti tunapenda mambo ya namna hiyo. Jiunge na wako hapa, nao tuwapigie makofi. Mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda, ambaye pia alikuwa mgeni rasmi katika tukio hilo, amesema mbio hizo zimeleta upendo, umoja na mshikamano katika taifa. Lakini mtazama leo ukubwa na uimara wa kanisa letu ni udhihirisho wa kazi ya Kristo aliyekuja duniani na kuanza na kupigwa mawe, lakini hatimaye akaondoka na sisi sote kufanya kuwa wanafunzi wake. Leo tumekusanyika hapa kwa sababu ya upendo tulionao katika taifa letu. Ndio maana hata watu wa makanisa mengine wamekuja. Ndio maana hata Waislamu wameshiriki. Ndugu zangu, umoja huu wa kutokuulizana kabila, wa kutokuulizana dini, ni umoja muhimu sana kuendelea kuwa nao. Nao baadhi ya wadau walioshiriki katika mbio hizo, akiwemo Happiness Rafael kutoka Uchumi Benki, Mwalimu Maxon Kiwelu mkuu wa shule ya sekondari Vunjo na Peter Tarimo kutoka Maendeleo Benki, wameeleza sababu ya ushiriki wao katika mbio hizo. Kimsingi kama Benki ya Uchumi tumeshiriki kwa sababu sisi tunaamini katika uchumi wa familia, kujenga uchumi wa familia, na uchumi wa familia unaanza na afya bora, lakini pia unaanza na mshikamano na ushirikiano. Kwa kufanya hivi inaendelea kujenga ule msingi na moto wetu wa kuendelea kujenga uchumi bora. Tunajua kuna watoto ambao wanahitaji msaada, lakini kuna wagonjwa ambao wanahitaji huduma za bima, na hiyo ndio sababu pekee ambayo tumeshiriki. Kanisa limeona lifanye wajibu wake wa kikanisa halisi, wajibu wa kuenda kuona wahitaji ambao mara nyingi jamii imewatenga. Wahitaji kwa maana ya watu walemavu, kwa maana ya watu yatima, kwa maana ya wajane, kwa maana wasioona, kwa maana wasiosikia. Kwa hiyo tumeona kanisa sasa limekuwa kanisa halisi, lile ambalo linalia na wale waliao, linaenda kufanyika faraja, linaenda kurudisha tumaini kwa wale ambao kwa namna au moja au nyingine wanahitaji kurudishiwa tabasamu. Tumekuwa tukishiriki katika haya matukio ya taasisi zote zile zinazohudumia jamii, na mojawapo ni hili ambalo tumeshiriki la KKT Marathon, ambako ni kwa ajili ya kuhudumia jamii inayotuzunguka, na sisi Maendeleo Benki tunaamini kwamba kwa kuhudumia jamii vizuri, basi na sisi tunaweza
fanya biashara vizuri. Kupitia mbio hizi tulichokipata ni kwamba tumeshiriki na jamii, tumeshiriki na kanisa katika kuihudumia jamii ili kuweza kuihudumia jamii katika maeneo ya afya, katika maeneo ya elimu na kuwasaidia wale wahitaji wasiojiweza ambako ndio msingi mkuu wa kanisa. Baadhi ya washindi akiwemo Joshua Lumi na Ramos Evaristi wameshukuru KKKT kwa kuandaa mbio hizo na kuwapatia zawadi. Niwashukuru sana kanisa la KKT kwa kuandaa hili tamasha, hii event. Niwashukuru sana kwa sababu pasipo wao sisi tusingejulikana. Kwa upande sisi kama vijana tunatakiwa tupate support. Support inatokea wapi? Kutokea kutengeneza academy. Ukosefu wa vijana wengi wanapenda sana mbio lakini uwezo wa kuwezeshwa hamna. Kuna vijana ambao wana vipaji vingi sana kwenye kukimbia lakini hawana uwezo. Kauli mbiu ya mbio hizi kwa siku ya leo inasema kimbia kwa furaha, saidia kwa upendo. Kutoka katika viwanja hivi vya Sheikh Amri Abedi mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Chao.